Hali ya Burundi ni nzuri sana, na kuona hali ya Burundi kwa ukweli unatizama kwenye macho ya wananchi. Wananchi wana moyo, wana chakula, wanaishi vizuri, wana amani, panatulia, watu wanafanya kazi. Ni inaonyesha kwamba hali ya nchi nzuri, tuko ni kazi tu. Changamoto ya leo ni kufanya kazi ili nchi yetu ile iendelee. Tukiangalia upande wa usalama, unaweza kusema hali iko vipi? Usalama, hali ni nzuri sana. Naona sasa hivi watu wanatembea usiku wote. Ukiwa Kitega unasema naenda Bujumbura midnight, ukiwa Bujumbura unasema naenda Ngozi midnight. Sehemu zote kabisa sione tunaweza kumaliza mwezi mmoja bila kuona mtu anaua mwingine. Tuangalie swala la usalama katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa upande wa mashariki mwa Kongo. Kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, tatizo la ukosefu wa usalama limekuwa ni kubwa sana katika eneo hili. Kwa nini hamjaweza kupata suluhu? Tumeamua kutuma wanajeshi wetu kusaidia DRC ipate amani. Cha kwanza ilikuwa ni kusimamisha zile vita zile za kushambulia kwa kifamilia ama communities walikuwa wanashambuliana. Sasa wakati tumeenda tumeona sasa hivi panatulia, vita imesimama. Sasa tunaanza kwenye DDR process. Angalia sasa upande nje ya kazi yako, tungependa kujua ni chakula gani labda unapenda kula? Unajua Burundi hatuweze kujua unapenda chakula gani. Tuna vyakula aina nyingi. Kama nakula mchele leo, siweze kula mchele leo kesho. Nakwambia, lakini hapa Burundi si mimi tu. Kama hakuna maharage pembeni, ni kama hakukula kabisa. Hiyo utakuta Warundi wote ukikula ugali unaona maharage pembeni. Hiyo kabisa nakwambia, hiyo siweze kukosa kwenye meza. Ulikuwa mpiganaji wa msituni kwa muda mrefu, na katika picha ambazo tumeziona ulikuwa na mke wako ambaye sasa ni mke wa rais, na wengi wanajiuliza mlikutana vipi katika mazingira ya msituni? Kabla ya vita tulikuwa tunafahamiana. Sasa kuachana wakati wa vita, wakati nimeenda msituni, naye alikuwa katika siku ambayo wako kwenye holidays, anakuja kunitembelea msituni, kabaki huko kama wiki